بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانه هو الأول، سبحانه هو الغني، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يهدي إليه من أناب ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن ما جاء به رسولنا محمد هو الحق من عند الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu Waislamu, napenda kuchukua fursa kidogo ya kumjibu msalafi Abu Khatim anayetoka katika markazi ya Uthman bin Affan iliyoko Dodoma. Tunamjibu jawabu yetu hii ikiwa ni jawabu ya jawabu yake aliyodai kwamba anatujibu sisi. Toba, nafahamika kwamba Abu Khatim aliulizwa swali kwamba maibadhi wanasema kwamba Qur'ani ni kiumbe. Sasa nyinyi masalafi wenye kusema kwamba Qur'ani si kiumbe, je, hii Qur'ani ndiye muumba? Abu Khatim akazungumza muda wa dakika 20, ashambulia ibadhi tu, kamaliza muda wote wa maongezi bila ya kujibu swali aliloulizwa. Ndio sisi tukaona tumsaidie ndugu Abu Khatim kumwambia kwamba hal min khaliqin ghayru Allah, je, kuna muumbaji asiyekuwa Allah mtukufu? Tabani hakuna. Si Qur'ani wala kun wala neno wala mtu. Muumbaji ni Allah mtukufu peke yake. Kisha tukambainishia ndugu Abu Khatim kwamba Qur'ani ni kiumbe, tukamletea na dalili za wazi kabisa. Mimi hapa napenda kidogo kumletea nakala kutoka kwa Imamu Salimi rahimahullahu ta'ala wa radhi anhu. Anatuambia kama ilivyo katika kitabu chake Bahjatul Anwar Sharh Anwar al-Uqul fi at-Tauhid, chapa ya 3 iliyotoka mwaka 1423 Hijria sawa na mwaka 2003 miladi, Maktabatul Istiqama, katika ukurasa 92. Anasema hivi: wal kullu makhluqun li imkani al-adam wa linfiradihi ta'ala bil qidam, na vyote ni viumbe kwa uwezekano wa kukosekana na kwa kupwekeka Allah mtukufu peke yake kwa utangu. Kisha akatoa maana ya beti hii akasema, yani kullu wahidin, kila kimoja, minal kalami, katika maneno, munazzali, yaliyoteremshwa, ala rusuli, kwa mitume, makhluqun, ni kiumbe. Kila kimoja katika maneno yaliyoteremshwa kwa mitume ni kiumbe. La shay'a minha, hakuna chochote katika hayo, muttasifun bil qidami, chenye kusifika kwa utangu. La Taurat, si Taurati, wala al-Injil, wala Injili, wala Zabur, wala Zabur, wala al-Qur'an, wala Qur'an, wala ghayraha,
wala ghairuha wala au chingine chote visokuwa hivyo min sa'ir al-kutubi katika vitabu vyote. Wadhālika na hii hukumu hii ya kwamba vyote hivi ni viumbe liadillatin ni kwa sababu ya kutegemea dalili naqliyatin wa aqliyatin wa naqliya, dalili za kiakili na dalili za kunakili. Taban sisi ahlul haqq wal istiqama al-ibadiyya, akili ni neema kwetu, tunamshukuru Allah mtukufu kwa neema hii. Hatuinyimi haki yake, hatuitakidi sisi lisilowezekana kiakili, na tunalazimika kuitakidi linalolazimika kiakili. Sawa? Kwa hivyo dalili za kiakili ni zipi na dalili za kunakili ni zipi? Sheikh kaendelea kutuambia, wa amma al-aqliyah, ama dalili za kiakili, faminha, miongoni mwa dalili hizo, anna al-kalam al-munazzal, ya kwamba hakika maneno yaliyoteremshwa, mumkinun fanauhu, kukosekana kwake kunawezekana kukosekana kwake maneno hayo. Wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka, na lau kwamba tunataka ewe Muhammad basi tungaliondosha haya tuliyofunua kwako, haya yote tungaliondosha. Kuna uwezekano wa kukosekana kwake upo. Wa kullu ma amkana adamuhu, na kila ambacho pana uwezekano wa kukosekana kwake, istahala qidamuhu, haiwezekani utangu wake. Lazima kitakuwa kina mwanzo tu hicho, kwa sababu ni makdurun alayhi, yuko anakiweza, lazima kitakuwa na mwanzo. Wa minha, na miongoni mwa dalili hizo za kiakili, annahu ta'ala, ya kwamba Allah mtukufu, munfaridun bilqidami, amepwekeka yeye peke yake kwa utangu. Na hapa namkumbusha ndugu yetu neno la mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alipokea Bukhari katika sahihi yake, kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru, alikuwa Allah mtukufu wala hakuna chingine chochote kisichokuwa yeye, ni peke yake. Si Qur'ani, si Taurati, si Injili, si arshi, si hewa. Sawa, vyote ni viumbe vyake vilivyobakia, yeye peke yake alikuwa ametangulia vyote. Huwa al-awwal, yeye ndio mwanzo. Sawa? Falau kana, basi lau kwamba al-kalamu, lau kwamba haya maneno haya, au shay'un minhu, au chochote katika haya maneno, qadiman, kina utangu usokuwa na mwanzo, la lazima butulanu firadihi ta'ala bilqidam, hilo lingalilazimisha kubatilika, kupwekeka kwake Allah mtukufu kwa utangu. Qad qama al-burhanu ala wujubi infiradihi bidhalika, na dalili za ulazima wa kupwekeka kwake Allah mtukufu kwa utangu zimeshasimama. Fala qadima ghayruhu, hakuna cha tangu isipokuwa yeye Allah mtukufu peke yake. Wa amma an-naqliya, ama dalili za kunakili, fa ashya, ziko nyingi. Minha, miongoni mwa hizo, qauluhu ta'ala, neno lake Allah mtukufu, khaliqu kulli shay'in, muumbaji wa kila kitu. Taban ndugu zangu Waislamu, Allah mtukufu ndiye muumbaji wa kila kitu, kwa hivyo yeye ndiyo mtendaji, hayumo katika mjumuiko wa vitu vilivyoumbwa, kwa sababu yeye ndiyo mtendaji. Kwa maana vyote vilivyobakia vinaingia katika mjumuiko wa vilivyoumbwa. Kila kitu kisichokuwa Allah mtukufu, hicho ni kiumbe, na kiwe kitakapokuwa. Na Qur'ani ni kitu, sawa? Qur'ani ni kitu kisichokuwa Allah mtukufu, na ndio maana kimeteremshwa. Leo kwamba si kitu kisingeteremshwa. Qur'ani ni kitu, ingalikuwa si kitu kisingelikuwepo.
sawa. Kwa hivyo asijani ndo katwambia basi na Allah mtukufu ni kitu kwa hivyo kaumbwa, la, yeye ndio kitu kilichoumba. Kwa hivyo hakimu katika mjumuiko wa vile alivyoviumba, yeye ndio aliumba eti khalaqa kulla shay, ameumba kila kitu. Kwa hivyo ameshatoka yeye katika mjumuiko wa vitu vilivyoumbwa. Kwa hivyo yeye ni kitu peke yake ambacho hakijaumbwa, na ndio maana hajafanana na kingine chochote kile. Kwa hivyo Qur'ani imo katika mjumuiko huu. Ndio tukamwambia huyo ndugu yetu, kwa sababu aliuliza aina qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wapi mtume sallallahu alaihi wasallam amesema al-Qur'anu makhluqun, Qur'ani ni kiumbe. Tunamwambia kwani pana ulazima wa mtume sallallahu alaihi wasallam abainishe kila kitu kwamba hichi ni kiumbe, hichi ni kiumbe, hichi ni kiumbe, hichi ni kiumbe, hichi ni kiumbe? Hakuna hicho kitu, hakuna lazima huo, hakuna lazima huo. Wale tuambie wapi amesema bakteria ni kiumbe? Wapi amesema kwamba roho ni kiumbe? Eti hakuna lazima huo. Wewe utuletee wapi mtume sallallahu alaihi wasallam ameiondosha Qur'ani katika mjumuiko wa viumbe, kwa sababu tayari Qur'ani ishatueleza kwamba Allah mtukufu ameumba kila kitu, na hivi ndivyo alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah mtukufu pekee yake ndiye muumba na vilivyobakia vyote ni viumbe. Na Waislamu tunaamini hivyo. Kwa maana unapokuja wewe kukivua kitu kisichokuwa Allah mtukufu katika mjumuiko wa viumbe, wewe ndio unayetakiwa kuleta dalili ya yakinifu, na hunayo. Na kwa maana hiyo neno lenu na kusema Qur'ani si kiumbe, hili neno ni batili ya wazi wazi, ni bid'a potofu kabisa. Unavua kitu kisichokuwa Allah mtukufu katika mjumuiko wa viumbe, unakitwisha sifa ya muumba. Huzingatii maradhi ya umma zilizopita. Wako waliotakidi kiumbe kwamba si kiumbe, wakakipa sifa muumba. Wakristo wakamuita Isa mwana wa Maryam kwamba ni Mungu, kwamba si kiumbe, wakamondoshia sifa ya kiumbe, wakamvisha sifa ya muumba. Kwa hivyo tahadhar, unapozungumza lete maneno kidalili. Kwa hivyo habari ya kwamba mtume wapi kasema, kwanza lazimisho hakuna. Pili, tayari mafundisho yashaeleza kwamba kila kitu kisichokuwa Allah mtukufu ni kiumbe, kwa sababu Allah mtukufu ameumba kila kitu. Anaendelea Imamu Salimi rahimahullahu ta'ala kutuambia wal kalamu shay'un, na maneno ni vitu, na maneno ni kitu, fa huwa makhluqun, basi ni kiumbe. Lihadhihi alaya, kwa aya hii. Wa minha, na miongoni mwa dalili hizo, qauluhu ta'ala, neno lake Allah mtukufu, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa ukadirio. Wal kalamu shay'un, na maneno ni kitu. Wa minha, na miongoni mwa dalili hizo, anna mawsufun bil inzali, kwamba hii Qur'ani imesifiwa kwa kuteremshwa, kama fi qawlihi ta'ala, kama neno lake Allah mtukufu, inna anzalnahu, hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'ani, wa kullu munazzalin, na kila chenye kuteremshwa, muntaqilun, kinaondoka hicho min jihatin, kutoka sehemu moja ila jihatin, kwenda katika upande mwingine. Wa kullu muntaqilin, na kila chenye kuondoka, hadithun, hicho ni chenye kutokeza, kwa sababu kinaingia katika sehemu ambacho hakipo, kimetokeza. Wa kullu hadithin, na chenye kutokeza, makhluqun, ni kiumbe. Ila ghairi dhalika min al-adilla, na nyinginezo dalili nyingi zisizokuwa hizi. Wallahu ta'ala alam, na Allah mtukufu anajua zaidi. Kwa hivyo hii ni mukhtasar ndogo kuhusiana na swala hili. Sasa tunakuja katika kujibu klipu yake huyu aliyodai kwamba anatujibu sisi klipu yake ya mwanzo.
sawa. Kwanza alisema kwamba Allah mtukufu anasema, Allahu yatakallam, Allah mtukufu anasema, na akaleta aya nyingi, wakallama Allahu Musa taklima, falamma jaa Musa limiqatina wakallamahu rabbuhu. Aya ziko nyingi katika mada hii, wala hatutafautiani sisi katika kumsifu Allah mtukufu kwamba yeye ni msemaji. Hawana tofauti kabisa. Allahu mutakallim, sawa. Kama akasema Allahu yatakallam, Allah mtukufu anasema, kisha akasema fa huwa yattasifu bi sifatil kalami, basi yeye anasifika kwa sifa ya maneno. Hili halina dalili hili. Wapi Allah mtukufu amesema kwamba mimi nasifika kwa sifa ya maneno? Hili hakuna hili, sawa. Hakuna. Wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema kwamba Allah mtukufu asifika kwa sifa maneno. Kama ana dalili atuambie, atuletee. Sawa? Maneno si sifa. Maneno si sifa. Maneno ni athari ya sifa. Sifa ni usemaji. Allahu mutakallimun, Allah mtukufu ni msemaji. Sifatuhu takallum, sifa yake ni usemaji. Walaisa kalaman, sio maneno. Wal kalamu atharun litilka sifa, na maneno ni athari ya sifa hiyo ya usemaji. Kwa hivyo tunatofautiana sisi na Abu Hatim katika hili. Yeye amelazimika kusema kwamba Qur'ani si kiumbe, kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Allah mtukufu ambayo ni sifa ya Allah mtukufu. Hiyo ni itikadi yake. Hii ataulizwa nayo siku ya kiyama. Sisi hatulazimiki na hilo. Sisi tunalazimika kuisifu Qur'ani kwamba ni kiumbe, kwa sababu Qur'ani tukufu, nisikilizeni vizuri, kwa sababu Qur'ani tukufu si sifa ya Allah mtukufu, bali Qur'ani tukufu ni athari ya sifa ya Allah mtukufu ya usemaji, kwa sababu Allah mtukufu ni msemaji. Allah mtukufu ni msemaji, sifa yake ni usemaji, maneno ni athari ya sifa yake. Kama ilivyokuwa Allah mtukufu ni mtoaji riziki, utoaji riziki ni sifa yake, na riziki ni athari ya sifa yake. Kama ilivyokuwa Allah mtukufu ni muhuishaji, uhuishaji, al-ihya, muhyi, ni sifa yake. Al-hayatu makhluqa, maneno uhai wa viumbe ni viumbe. Kwa hivyo kwa Allah mtukufu ni mfishaji, mumiti, basi vile vile sifa yake imata, ni kufisha, kwa maana al-maut ni kiumbe. Namna hivi, sawa? Namna hivi. Kwa hivyo tunatofautiana na Abu Hatim katika hili. Tunamwambia kwamba at-takallumu sifatun dhatiyatun fi'liyah, usemaji ni sifa ya kidhati ya kitendo, sawa. La tanfaku ani dhati. Taban wao wanaitakidi kwamba sifa ni vitu vingine visivyokuwa dhati, na ndio maana akasema haiachani na dhati. Sifa haiachani na dhati. Sisi tunamsifu Allah mtukufu bila kuthibitisha kwamba sifa ni vitu vingine visivyokuwa yeye. Tunasema kwamba Allah mtukufu ni msemaji tu, basi inatosheleza, kwa sababu Allah mtukufu hategemei vingine. Hivyo tutasema kwamba sifa zake ni vitu vingine visivyokuwa yeye. Hiyo itikadi ni itikadi yao na majahamia. Hawa masalafi na majahamia ndio wenye kuitakidi kwamba sifa za Allah ni vitu vingine visivyokuwa dhati yake Allah mtukufu. Kisha wakatofautiana, je, vitu hivyo ni viumbe si viumbe? Majahamia wakasema madamu hivi vitu sio dhati na Allah ameumba kila kitu, na hivi sio vitu basi ni viumbe. Wakaitakidi kwamba sifa zote ni viumbe, sawa. Kisha wakaja katika swala la Qur'an, kwa sababu dalili za kuumbwa Qur'an ziko wazi. Wakasema tumekubaliana bwana,
kwamba maneno ni sifa ya Allah mtukufu. Dalili za kuumba Qur'ani hizi hapa, na ni maneno ya Allah mtukufu. Kwa maana sifa ni viumbe. Majahamia hao. Sawa? Naambia hiyo kwetu sisi haitulazimiki. Sasa hatuna itikadi hiyo. Sisi sifa za Allah mtukufu tunamsifu Allah mtukufu bila kuthibitisha kwamba sifa ni vitu vingine visivyokuwa dhati yake Allah mtukufu. Na ndio maana hapana na viumbe. Viumbe sifa zao ni vitu vingine visivyokuwa wao, wanategemea sifa. Kama Allah mtukufu hategemei sifa. Sawa? Kwa leo maneno ni athar ya kusifika kwa usemaji. Na hapa tunakuja na swala lake huyo. Aliuliza swali. Ameandika Kiarabu, kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba alikuwa Allah mtukufu wala hakuna chochote kisichokuwa yeye. Kisha kauliza, hal kana abkam, hivi alikuwa ni bubu? Ndugu Abu Khatim upo? Mimi napenda unisikie vizuri kabisa. Hasa Allah mtukufu akakuongoa na kuletea haya maneno. Mimi sikujibu haya. Haya atakujibu Sheikh mmoja wa Kisunni anaitwa Muhammad Abu Zuhra. Sheikh Muhammad Abu Zuhra ana kitabu chake kinachoitwa Ibn Hanbal Hayatuhu wa Asruhu. Anazungumzia Ahmad bin Hanbal, imamu wao hawa masalafi. Hayatuhu wa Asruhu, ara'uhu wa fiqhuhu, Darul Fikr al-Arabi, ukurasa wa 59. Sikiliza anaposema Muhammad Abu Zuhra. Ni Sheikh wa Kisunni huyo, si muibadhi. Anasema hivi: idha nadharna min wajhati al-hukmi fi al-qadiyya, ikiwa sisi tutaangalia kwa kutoa hukumu katika swala hili, min haythu kaunu al-Qur'ani, ya kwamba hii Qur'ani makhluqan, ni kiumbe, au ghaira makhluqin, au si kiumbe. Ikiwa tutaangalia utoaji wa hukumu katika swala hili, je, Qur'ani ni kiumbe au si kiumbe? Fa innal adillata allati saqaha ibn Abi Daud, hakika dalili ambazo amezitoa Ibn Abi Daud fi tilka alkutubi, katika vitabu vile, wala aqla, na akili, wal badahata, na mambo yenye kujulikana bila ya usumbufu, tahmiluna, yote hayo yanatuchukua sisi ala alhukmi lilmu'tazilati bisihhati nadharihim, kuwapa hukumu ya usahihi wa uoni wao Mu'tazila. Sasa vizuri yote hayo yanatuchukua kwamba Mu'tazila wamepatia kusema Qur'ani ni kiumbe. Fa innal Qur'ana, kwani hakika hii Qur'ani, wa in kana kalam Allah, hata kama ni maneno ya Allah, makhluqun, ni kiumbe. Wa hadha la yamna'u, na hili halizuii, anna sifata al-kalami qadimatun, ya kuwa sifa ya maneno ni ya tangu, biqidamillahi, kwa utangu wa Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala. Kama anna khalqa Allah subhanahu biqudratihi, kama anna khalaqa Allah subhanahu biqudratihi, kama ilivyokuwa Allah mtukufu ameumba kwa uwezo wake. Wa qudratuhu qadima, na uwezo wake ni watangu. Wa kaunuhu khalaqa al-khalqa bihadhihi al-qudra, na kuwa kwake ameumba viumbe kwa uwezo huu, lam yastadi qidam al-khalqi, hakupelekei kwamba viumbe pia ni vya tangu, havina mwanzo wa kuanza. Falidhalika qawlu al-Qur'ani takallama Allahu bih, basi vile vile kuwa Qur'ani Allah mtukufu ameisema, wa khataba nabiyahu Muhammadan bih, na amemkhutubia mtume wake Muhammad kwa hii Qur'ani, wa anzalahu alayhi, na ameiteremsha kwake, biqudrati, kwa uwezo wake, wa bisifati al-kalami, na kwa sifa ya maneno, allati, ambayo wasafa nafsahu biha, amesifu nafsi yake kwa sifa hiyo. La yastadi an yakuna al-Qur'anu qadima, yote hayapelekei hayo kwamba Qur'ani iwe
ni ya tangu haina mwanzo wa kuanza. Kwa hivyo ukituletea habari hii ya bubu, sasa tunakwambia ya Abu Khatim, kusifika ni kabla ya athari ya sifa. Allah mtukufu ni muumbaji kabla ya kuumba, kwa maana ni muweza wa kuumba. Kwa hivyo na yeye ni msemaji kabla ya kusema, kwa maana ni muweza wa kusema. Wakati wote anapotaka kutokezesha maneno, anapotaka kujaalia maneno, ama anapotaka kuanzisha maneno, basi ni muweza hayo. Tatizo gani? Wale ndio walipingani, wakakwambia alikuwa bubu. Ndio utasema wa viumbe vina mwanzo vile vile, kwa maana alikuwa si muumba. Eti ndio utasema kwamba riziki haina mwanzo wa kuanza kwa sababu kwa hivyo, au utasema kwamba hakuwa mtoaji riziki. Au utasema kwamba mauti hayana mwanzo wa kuanza, si kiumbe, kwa sababu Allah mtukufu hakuwa mfishaji. Au utamsema kwamba hakuwa mfishaji. Eti ni mfishaji kabla ya kuumba mauti, ni muishaji kabla ya kuumba uhai, ni muumbaji kabla ya kuumba viumbe, ni msemaji kabla ya kusema, ni msemaji kabla ya kuumba maneno. Tuko katika hilo. Kisha Abu Khatim akasema kwamba Al-Qur'anu ba'du kalami Allahi wa laysa kalamuhu kulluhu. Walaysa kalamuhu kulluhu. Qur'an ni baadhi ya maneno ya Allah na sio maneno yake yote. Abu Khatim anaitakidi kwamba Qur'an ni sifa ya Allah mtukufu, maneno ni sifa ya Allah mtukufu. Abu Khatim na kundi lake la kisalafi wanaitakidi kwamba maneno ni sifa ya Allah mtukufu na Qur'an ni baadhi ya maneno yake Allah mtukufu. Ina maana sifa ya Allah mtukufu inagawika, ina baadhi na wingi na uchache. Ndio itikadi gani hiyo? Tukakwambia kwamba Qur'an ni kiumbe, kwa sababu kiumbe ndio kinachogawika, kina wingi, kina uchache, kina kumalizika, kina kuanza. Na wewe umesema katika clip yako tuliyojibu ile mwanzo ile, minhu bada wa ilayhi yaud, imeanza kwake Allah mtukufu Qur'ani na kwake inarejea. Wallahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu, na Allah mtukufu ndiye anayeanzisha viumbe kisha anavirejesha. Kwa hivyo Qur'ani ni kiumbe. Unasemaje? Kwa maana ina wingi, eti ina baadhi na wingi, au sifa ina baadhi na wingi. Halafu tuongeze kukuambia kwamba sifa hii imo ndani ya mtume, imo ndani ya moyo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na imo ndani ya nyoyo za waja wake. Ina maana sifa ya Allah imeingia katika nyoyo za waja. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilma, bali Qur'ani ni aya za kubainisha, zimo katika vifua, zimo katika nyoyo, vifua vya waliopewa elimu. Fi suduri alladhina utul ilma, katika vifua vya waliopewa elimu. Ina maana viumbe wamechukua katika nafsi zao baadhi ya sifa ya Allah, na sifa Allah si kiumbe. Kiumbe kimeingia katika kiumbe, aqidatul hulul, na'udhu billahi minha. Allah mtukufu tukinge na itikadi hiyo. Sawa? Amekuja ndugu katika dakika ya 11, dakika 51 anatuzulia sisi mambo ambayo tujasema. Na hii inavunja masuala ya riwaya kwao. Sawa, yeye ananisemea mambo ambayo mimi sijasema. Riwaya hiyo, watu wamepokea hadithi kama mtume sallallahu alaihi wasallam amesema maneno, ziko nyingine amesemewa mtume mambo ambayo hakusema. Hadithi yote ile hata kama imepokewa na mtu thika, mtu mwenye kuaminika, basi uwezekano wa kukosewa upo, uwezekano wa kuzua ndani yake upo. Sawa, kwa sababu kuna haja kubwa sana kila hadithi kuihakikisha vizuri sana, hata kama kapokea Bukhari na Muslim.
hapa anabainika maradhi yao. Arejee katika klipu yake ya mwanzo aliyotujibu katika dakika 11, asikilize anapotuzulia, halafu atuthibitishie kama sisi tumesema hayo ambayo tumeyasema katika klipu yetu tulomjibu. Wa illa hoja imelazimika hiyo. Akaja ndugu Abu Khatim katika masala ya kuonekana Allah mtukufu. Sawa, la tudrikul absar, venye kuona havimpati Allah mtukufu. Tukamwambia kwamba kupata venye kuona ni kuona kwake, na kwa sababu kumekataliwa katika aya hii tukufu, basi hakuna uwezekano wa kuonekana Allah mtukufu, kwa sababu venye kuona havimpati, havimuoni. Yeye ametuambia wapi umepata idraki, maana yake ni kuona. Kwani sisi Abu Khatim tumekuambia kwamba idraki maana yake ni kuona? Sisi tumekuambia kwamba idrakul absari, kuona macho, ndio kudiriki macho maana yake ndio kuona. Kudiriki vyenye kuona maana yake ndio kuona, sio kudiriki peke yake. Kudiriki ni kwa mujibu wa kile ambacho kinadiriki. Ikiwa ni macho ni kuona kwake, ikiwa ni akili kudiriki kwake ni kufahamu, ikiwa ni mshale kudiriki kwake unapolengwa ni kupatia pale ulipolengwa. Na kwenye ilmu ya kujua masaba lahu idrak, yani amemwahi Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kwamba ameanza uhai wake wote kuanzia kuzaliwa mpaka kufa kwake, hapana. Sawa, kwa hiyo yako maana ihata haijulikani katika lugha ya Kiarabu, wala ihata kama idrak haijulikani. Hilo mmeleta nyinyi na wafasiri wenu kuilazimisha Qur'ani katika maana kwa sababu tu itikadi yenu isije kavunjika. Kwa sababu nyinyi mnaitakiri wa Mungu anaonekana kwa macho, na hii aya hapa imeshashika, kwa hivyo neno tulipe maana nyingine sio kwa yake. Halafu tuletea habari ya kisa cha watu wa Musa. Inna la mudrakuna. Mimi sikujibu, atakujibu Ibn Hajar Asqalani. Ibn Hajar Asqalani katika Fathul Bari ameleta hoja yako hiyo. Sawa? Rejea Fathul Bari juzuu ya 8 ukurasa wa 607. Sawa? Ameleta habari hiyo. Falamma taraa aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakuna qala kalla inna ma'i rabbi sayahdini. Basi pale yalipoonana makundi mawili, yani kundi la Musa na kundi la Firauna, shaonana, kila kundi lishamuona mwenzake. Qala ashabu Musa, watu wa Musa wakasema inna lamudrakuna, sisi ni wenye kudirikiwa. Qala kalla, kasema hapana, inna ma'i rabbi sayahdini, hakika mimi niko pamoja na Mola wangu ataniongoza. Sawa. Hata kwani watu wa Musa hapa walithibitisha wao kwamba wameonekana, kisha Nabii Musa akalikataa hilo la kuonekana. Hilo lizo lake. Hasa watathibitisha vipi wakati tayari washaonana? Hilo sio kusudio lao. Sasa na kuletea maneno Ibn Hajar Asqalani, kwa sababu hiyo hoja yako ni hoja ya Qurtubi katika al-Mufhim. Sawa, kasema hivi: wa huwa istidlalun ajibun, na hiyo hoja ulileta wewe ni hiyo dalili yako hiyo ulileta wewe, hiyo ni dalili ya ajabu sana hiyo. Lianna mutaalliqa al-idraki, kwa sababu kudiriki kumeshikana fi ayati al-an'am, katika ayatul an'am, la tudriku absari al-basar, kumeshikana na macho. Kudiriki katika la tudriku absar, kudiriki kumeshikana na macho. Falamma nufia, basi kulipokataliwa, kana dhahiruhu nafya ruya, ikawa dhahiri wake ni kukataa kuonekana Allah mtukufu.
bikhilafi al-idrak alladhi fi qissati Musa, kinyume na idraki iliyotajwa katika kisa cha mtume Musa. Sawa, ile idraki iliyotajwa katika kisa cha mtume Musa, idraki ile imekamatana na watu wa Firauni, maadui. Yani pale inna la mudrakuna, maana sisi ni wenye kufikwa na maadui zetu, sio kuonekana na maadui zetu, la. Ndio maana kalikataa mtume Musa, akasema kalla, hapana, wa illa kuna maana gani wakati tayari Allah kashathibitisha kwamba anaonekana? Ina maana Musa amekataa kitu ambacho Allah kashakithibitisha. Kwa hivyo awaambia kala, hapana, hawezi kutufika sisi. Kufikwa na maadui, sio kuonekana na maadui. Ndio akasema walau la wujudul akhbari, na lau kwamba hakuna hizi habari hizi, hadithi hizi, bithubuti ruya, na kuthibitisha kuonekana Mungu, ma saghal udul an dhahiri, kusingkuwa na nafasi yoyote ya kuacha udhahiri wa aya hii kwamba Allah haiwezekani kuonekana. Sawa, hii masala ruya na idraki na ashabu Musa imalizika hii. Tunakuja katika suala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, haikasi tumeijalia Qur'ani kuwa ya Kiarabu. Sisi tulikuachia Abu Khatim uchague mwenyewe maana gani ambayo umeridhia kujalia, kwa maana tafsir, kutolewa katika hali moja kuingizwa katika hali nyingine. Kwa maana Qur'ani kwanza haikuwa ya Kiarabu kisha ikafanywa ya Kiarabu. Kwa maana Qur'ani kwanza haikuwa nuru kisha ikafanywa kwamba ni nuru. Naj'alnahu nuran, tumefanya kwamba ni nuru. Na hadi bihi man nasha'u min ibadina, tunamuongoza kwa nuru hiyo tunamtaka katika waja wetu. Zingatia vizuri, tafsir, kutolewa katika hali moja kuingizwa katika hali nyingine. Ukiridhia hii, tunakwambia kwamba hakifikiwi na hali ya kutolewa katika sifa moja kuingizwa katika sifa nyingine isipokuwa kiumbe. Itakuwa wewe tayari umeshakiri kwamba ni kiumbe. Au jaala bi maana al-insha, kwa maana alipoianzisha Allah mtukufu Qur'ani, alipoisema Allah mtukufu Qur'ani, moja kwa moja ilikuwa ni nuru na ilikuwa ya Kiarabu. Sawa, ay ja'alahu mutalabbisan bi sifati al-arabiyya wa nuraniyya, kwa maana ameianzisha Allah mtukufu ikiwa tayari iko na sifa ya kwamba ni ya Kiarabu na nuru. Chagua mwenyewe, tatizo kwetu, kwa sababu utakapokwenda hoja imekushika wewe. Umekuja na kwamba kuna tofauti baina ya ja'ala iliyotaadi na fi'li moja na maf'uli mmoja na iliyotaadi na maf'uli wawili. Hakuna tatizo katika hilo. Sisi hoja yetu tumekwambia mapema, ja'alullahi la yakunu illa fi makhluqin, kujalia kwa Allah hakukai isipokuwa kwa kiumbe tu basi. Hasa wewe ili ubatilishe, tuletee ujalio wa Allah ulipopita kwa kisichokuwa kiumbe, ili uweze kunusuru itikadi yako. Huwezi kupata. Umekuja na aya inahusiana na mtume Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama, mimi nimekujalia wewe kuwa kiongozi kwa watu. Tunakuongeza na aya nyingine, waja'alakum muluka, wana baba ni Israeli, na amekufanyeni kwamba ni wafalme. Sasa kwani Ibrahimu si kiumbe? Na hawa bani Israeli si viumbe? Iko Ibrahimu ni kiumbe na bani Israeli ni viumbe, ndio akapitiwa na ujalio wa Allah mtukufu.
itakuwa Ibrahimu mwanzo hakuwa imamu, sifa ya imamu haikuwepo, kisha akaumbiwa sifa ya imamu akawa ni imamu. Na hawa mwanzo walikuwa si wafalme, hawakuwa na sifa ufalme. Allah mtukufu akawaumbia sifa ufalme wa wafalme, wakutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Nafikiri unafahamika vizuri kabisa. Lakini ndugu Abu Khatim akaja na jambo la ajabu sana. Sawa, at-tahwilu laysa min akasema kubadilika si katika sifa za viumbe peke yake. Akasema kubadilika si katika sifa za viumbe peke yake. Astaghfirullah. Hivi Abu Khatim, lakini sikushangae kwa sababu ndo msalafi eti unaitakidi Mungu kwa kufanya harakati. Mungu anaibadilika kama ilivyo katika hadithi ya kuonekana Mungu katika sahihi Muslim, hadithi nambari 183. Imekuja katika ndani yake fa idha huwa qad tahawala, mara ameshabadilika. Mwenyezi Mungu ameshabadilika. Sawa, anawajia waumini kwa sura, wanajikinga naye, anaondoka anawajia kwa sura nyingine, anamwambia wewe ndio Mola wetu. Mungu wake anabadilika. Sisi hatuna itikadi ya kubadilika Allah mtukufu. Sawa, akatujia hapa na swala thumma stawa ala al-arshi. Anasema kwamba Allah mtukufu mwanzo hakuwepo juu ya arshi, kisha akakaa juu ya arshi. Wallahi mwingine ni kuchekesha. Sikiliza, lao tukubalie tu hii batili yako, tuikubali tu kimjadala hivi. Ulikuwa useme Allah mtukufu hakuwepo juu ya arshi kisha akawekwa juu ya arshi, kwa sababu Qur'ani imetolewa katika hali moja kutoka katika hali nyingine. Ndio maana tafsiri hiyo. Sawa? Qur'ani imeteremshwa, yuko ambaye ameiteremsha kiumbe aliokabidhiwa hiyo amana. Imeteremshwa kwa amri ya Allah mtukufu, na Allah mtukufu ameiteremsha, lakini utekelezaji wa hii amri amekabidhiwa kiumbe Jibrili, akateremka nayo. Juu ya kwamba tunakwambia kwamba stawa ala al-arshi, Allah mtukufu amekalia arshi, kinayatun anil haimana. Hii ni kinaya ya usimamizi wa mamlaka yake Allah mtukufu. Haina maana kwamba arshi makanan lidhatihi ta'ala, kwamba ni sehemu ya kukita Allah mtukufu ta'ala. Allahu an dhalika uluwan kabira, ametakasika Allah mtukufu na hilo utakaso mkubwa kabisa. Wastawa ala al-arshi, Allah mtukufu amekalia kiti cha enzi. Maana yake al-muhaimin, yeye ndiye anaimiliki mamlaka yake yote. Haina maana kwamba arshi ni sehemu yake, wa illa arshi imechukuliwa na malaika, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, wale ambao wamechukua arshi na walio pembezoni mwake. Hata wewe Abu Khatim ambaye unaitakidi kwamba Allah amekaa kitako juu ya arshi, itakulazimu kusema kwamba Allah amechukuliwa juu ya arshi, achukuliwa na viumbe ubela. Semaje? Ama kusema kwamba lam yakun mustawiyan alayhi, hakuwa mwenye kukalia arshi yake, ndio lam yakun muhaiminan ala mamlakatihi qabla khalqihi, falamma khalaqahu lam yatrukuhu haimana alayhi. Sawa, alipoumba mamlaka yake hakuyaacha vivi, akisimamia mwenyewe. Ndio kwa wazi kabisa hiyo. Tunakuja katika swala lake la muhdath, akasema kwamba ihdathu nuzulihi, kilichotokezeshwa ni kuteremshwa kwake. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala yakul, Allah mtukufu anatuambia dhikrin muhdathin, ukumbusho uliotokezeshwa. Haukuwepo, umetokezeshwa.
wewe hii ihdathu nuzuli umepata wapi? Allah kusema ma yaatihim min dhikri min rabbihim muhdathun nuzuluhu, hakusema hivi au inzaluhu kama ulivyosema wewe, hakusema hivi. Sawa, ingalikuwa akasema muhdathun, amesema muhdathin, sifa ya dhikr, naat. Sawa, imetokezeshwa, haipo, na wewe unakubali. Si umesema badaa imeanza, haikuwepo mwanzo Qur'ani, wa ilayhi yaudu, na kwa gani narejea, wallahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu. Kama unabakia pale pale hoja yetu kama ilivyo. Sawa, na kwa sababu wewe umekwenda katika kuongeza maneno kwenye aya ili ulete tafsiri yako, sawa, inaonyesha tayari hoja umeikubali kwamba ni sahihi kabisa. Sawa, basi umefumua aya kuongeza mengine. Nakwambia kwamba ni sawa kwamba iliteremshwa kitabu kizima kama iliteremshwa Taurati. Taurati ni kiumbe vile vile, au iliteremshwa kidogo kidogo, kile kinachoteremshwa ni kiumbe, kile kinachotokezeshwa ni kiumbe. Sawa, hawana lolote katika hilo. Tukamtolea sisi hoja, akaleta hoja yetu kwamba Allahu khaliqu kulli shay, Allah mtukufu ameumba kila kitu. Kisha akasema naam, Allahu khaliqu kulli shay, ndio Allah mtukufu ni muumbaji wa kila kitu. Wal Qur'anu sifatu, na Qur'an ni sifa yake. Wala hiya makhluqa, je, sifa hii ni kiumbe? Wallahi ndugu zangu Waislamu, mwasikia Abu Khatim mwasema Qur'an ni sifa ya Allah mtukufu. Abu Khatim ulikuwa useme Qur'an ni baadhi ya sifa ya Allah mtukufu, sio yote, kwa sababu Qur'an ni baadhi ya maneno yake, na maneno ndio sifa. Hii itikadi yako wewe. Ulikuwa useme Qur'an ni baadhi ya sifa ya Allah mtukufu, sifa yote ni maneno, sababu ni baadhi yake. Je, baadhi ya sifa inaumbwa? Ulikuwa useme hivyo. Tunarejea pale pale tulishakwambia kwamba Qur'an si sifa ya Allah mtukufu, kwa sababu si sifa ndio ikawa na wingi, ikawa na uchache, ikawa imegawiwa, kuna sura, kuna juzuu ndani. Sawa, maneno yamekamatana, kila neno linategemea mwingine ili kutimiza maana, ni kiumbe eti. Sawa, kwa Qur'ani ni athari ya kusifika Allah mtukufu kwa sifa ya usemaji. Nafikiri imefahamika vizuri kabisa. Ndugu Abu Khatim ameleta mambo mengine ya maajabu, anasema kalamullahi makhluqun, maneno ya Allah ni kiumbe, wa kalamu makhluqin makhluqun, na maneno ya kiumbe ni kiumbe. Kaifa dhalika, vipi litawezekana hilo? Wa huwa laysa kamithlihi shay'un, na Allah mtukufu yeye hajafanya chochote kile. Tunakwambia hili swala hili ulizo hili ilikuwa ulipeleke kwa Mu'tazila hili, kwa sababu Mu'tazila wao ndio wanaitakidi kwamba kiumbe anaumba. Ama sisi ahlul haqq wal istiqama al ibadiyya, wallahu khalaqakum wama ta'maluna, itikadi yetu Allah amekuumbeni nyinyi na mnayoyafanya yote. Kwa maana hiyo waja hawaumbi. Sawa, maneno ya waja ni viumbe vya Allah, na maneno ya Allah ni kiumbe chake vile vile Allah mtukufu. Sawa, nifahamika vizuri eh? Tofauti iliyopo ni kwamba maneno yake Allah mtukufu ameyaanzisha na kuyatokezesha na kuyajalia mwenyewe moja kwa moja bila kupewa khiari kiumbe kuyapanga. Sawa, ama maneno ya waja, maneno ni viumbe vyake Allah mtukufu, kila neno kajiumba Allah mtukufu. Bila shaka maneno yaliyomo katika Qur'ani ni yale ambayo waja wanayatumia, herufi ni zile zile, maneno ni yale. Sawa, hasa upangaji wale maneno haya
waja wameachiliwa na khiari zao. Allamahu albayan, tumekutolea hoja. Allamahu albayan, amemfundisha kubainisha. Kwa maana mja anabainisha kwa maneno, yeye anayapanga maneno. Kwa upangaji wa maneno ambao ni viumbe, upangaji hapa ndipo penye utofauti hapa. Maneno ya viumbe yakanasibishwa kwao kwa sababu wao ndio wanahusika na upangaji wake, wao ndio wanahusika na uwekaji wake ile maneno ama maneno yenyewe ni viumbe vya Allah mtukufu. Ama Qur'ani na maneno yake Allah mtukufu mwenyewe, haya mwenyewe ameyapanga moja kwa moja, hata mtume hana khiari ndani yake, yeye ni kuyafikisha tu. Hivi ndivyo yajalia Allah mtukufu, hivi ndivyo alivyoumba Allah mtukufu. Au unakataa wewe uwezo wa kuumba maneno kwa Allah mtukufu, kwamba hana uwezo wa kuumba maneno? Sawa? Nafikiri tofauti umeifahamu vizuri kabisa. Na tunakuongeza vile vile kwamba waja wanafanya vile vile, wanatengeneza gari, wanatengeneza ndege, wanatengeneza meli, wanatengeneza vitu vingi tu. Na Allah mtukufu vile vile ameumba viumbe vyake. Hasa hivyo alivyotengeneza waja si viumbe? Ikiwa ni viumbe utasema kama ni sawa sana alivyoumba Allah mtukufu? Kwa hiyo hoja hili kwa lazimisha Mu'tazila, sio sisi. Sawa? Umetujia na swala lako la mwisho ya clip yako ya kwanza hili katika kudawini kwangu. Akasema kullu makhluqin naqis, kila kiumbe kina upungufu, wal kamalu lillahi wahdahu, na ukamilifu ni wa Allah mtukufu peke yake. Fama huwa naqsul Qur'ani, basi ni upi pungufu wa Qur'ani? Swala zuri kabisa. Ndugu Abu Khatib, tunakwambia viumbe vyote vinashirikiana katika kumhitajia muumba. Viumbe vyote vinashirikiana katika kumhitajia muumba. Sawa? Qur'ani imo katika hali hiyo ya kumhitajia aliyejalia, aliyetokezesha, aliyeyumba. Na ndio maana Allah mtukufu akasema kumwambia mtume wake Muhammad sallam, wala inshina lanadhhabanna billadhi awhayna ilayk, lau tungalitaka tungaliondosha haya tuliyofunua kwako Muhammad. Sawa? Hata ikiwa utalazimisha wewe tukupe upungufu, basi ulazimike na hoja yako. Ikiwa utakataa hili, ulazimike mwenyewe kwamba kila ambacho utashindwa kutueleza upungufu wake, hicho si kiumbe. Tueleze upungufu wa pepo, tueleze upungufu wa pepo, au useme kwamba pepo si kiumbe. Tueleze upungufu wa roho, au useme kwamba roho si kiumbe. Tueleze upungufu wa Jibril alayhi salam, au useme kwamba Jibril si kiumbe. Tueleze upungufu wa hewa, au useme kwamba hewa si kiumbe. Tueleze upungufu wa bahari upungufu wake, au useme kwamba bahari si kiumbe. Sawa? Tueleze upungufu wa uhai. Sawa? Au useme kwamba uhai si kiumbe. Na viko vingi katika mambo ambayo tunaweza kulazimisha. Kwa hivyo hoja yako hii sisi ulizo lako hili tumeshakujibu. Kwamba Qur'ani ni sawa na viumbe vingine vyote, imo katika sifa ya kumhitajia Allah mtukufu katika uwepo wake, katika kubakia kwake. Na ndio maana Allah mtukufu kachukua ahadi ya kuhifadhi, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika sisi tumeteremsha huu kumbusho, na hakika sisi ni wenye kuhifadhi. Unahitajia kuhifadhi ni Allah mtukufu. Sawa? Ndio amejalia sababu za kuhifadhika Qur'ani mpaka leo na mpaka kiyama kitasimama. Nakumbuka hapa mmoja alituuliza, Qur'ani itakufa lini? Si kiumbe?
Hakuna ulazimisho huo. Kwambie kwamba pepo itakufa lini au si kiumbe. Watu wa peponi watakufa lini au si kiumbe au si viumbe. Mauti yatakufa lini au si kiumbe. Uhai utakufa lini au si kiumbe. Sawa? Hakuna ulazimisho huo. Kiumbe kinajulikana kwa kuanzishwa, kwamba hakikuwepo kisha kikawepo, basi hakuna jingine zaidi hapo. Sawa? Majabali yatakufa lini au si viumbe. Hewa itakufa lini au si kiumbe. Nuru itakufa lini au si kiumbe. Ametuambia khalaqa waja'ala dhulumati wan nur, yani wa maana ja'ala bana khalaqa, ameumba kiza na nuru. Kiza kitakufa lini, nuru itakufa lini, au si kiumbe au si viumbe. Sawa, na mfano hayo. Basi namalizia neno langu hili insha Allah kwa kumletea asli masala hii. Sikiliza, na kurejesha katika Ibn Hanbal hayat wa asr ara wa fiqh cha Sheikh al-Imam Muhammad bin Abi Zuhra. Sawa, Abu Zuhra. Sawa, anasema hivi: faqad jaa fi kitabi turath al-islami, hakika imekuja katika kitabu kinachoitwa Turath al-Islami, hazina ya Uislamu, an Yohanna Dimishqi, kutoka kwa Yohanna Dimishqi. Yohana Dimishqi, Mkristo, kasisi huyo, alladhi kana fi khidmati al-Umayyin. Huyu Yohana Dimishqi ambaye alikuwa akitumikia dola ya Bani Umayya ila ahadi Hisham bin Abdul Malik, mpaka kipindi cha mfalme Hisham bin Abdul Malik. Yani kuanzia Muawiya yanatumikia dola ya Bani Umayya mpaka kipindi cha Hisham bin Abdul Malik. Annahu, ya kwamba yeye huyo Yohana Dimishqi huyu, kana alikuwa yulaqinu ba'd al-masihiyina, wafundisha baadhi ya Wakristo maujadiluna bihi almuslimina, yale ambayo watajadiliana kwayo na Waislamu. Fayaqulu, huwa anasema, anawaambia hivi: idha sa'alaka al-arabiyyu, atakapokuuliza huyu Mwarabu, anakusudia Muislamu, ma taqulu fil masihi, unasemaje wewe kuhusu Masihi? Wewe Mkristo akikuuliza huyu Muislamu, unasemaje kuhusu Masihi wewe? Faqul, sema, innahu kalimatullah, kwamba huyu Masihi Isa mwana Maryam ni neno la Allah. Sema hivyo. Thumma liyas'al an-nasraniyyu al-muslima, kisha huyu Mkristo amuulize Muislamu, bima summiya al-masihu fil Qur'ani, huyu Masihi huyu ameitwa vipi ndani ya Qur'ani? Hebu tuambie, huyu Masihi Isa mwana Maryam vipi ameitwa katika Qur'ani? Waliyarfudh, na hapo akataye, an yatakallama, kusema bishai'in, kwa chochote kile, hata yujibahu almuslim, mpaka Muislamu amjibu. Fa innahu, hakika huyo Muislamu, hakika yeye huyo, au hakika mambo yalivyo, sayataru, hata kuwa na budi, atalazimika, ila an yakula, kusema maneno haya: innamal masihu, hakika Masihi Isa ibn Maryam, Isa mwana Maryam, rasulullah, ni mtume wa Allah, wa kalimatuhu, na neno lake, alqaha ila Maryama, aloliweka kwa Maryam, wa ruhun minhu, na roho kutoka kwake. Fa ina ajaba bidhalika, basi huyu Muislamu atakapojibu hayo, fas'alhu, ewe Mkristo muulize huyu Muislamu, an kalimatillahi, kuhusu neno la Allah, wa ruhihi, na roho yake, ama makhluqatun am ghairu makhluqa, je ni kiumbe au si kiumbe? Hebu tuambie, neno la Allah ni kiumbe? Tuambie, roho ya Allah ni kiumbe au si viumbe? Neno la Allah ni kiumbe na roho yake ni kiumbe? Neno la Allah roho yake ni au si kiumbe? Tuambie. Fa in qala makhluqa, iwapo atasema kwamba ni kiumbe, faliyarudda alayhi, hapo amjibu, bi anna Allah, ya kwamba Allah mtukufu, kana, alikuwa, walam takun kalimatun wala ruh, kwamba Allah mtukufu alikuwa, kwa maana hiyo Allah mtukufu alikuwa,
wala hakuwa na neno wala roho. Sawa. Abu Khatib upo? Alikuwa bubu? Fa in qulta, iwapo wewe Kristo utasema hivyo, dhalika fatayufhamu al-arabiyyu, hapo huyo mwarabu muislamu atashindwa, ataadhirika. Lianna, kwa sababu man yara hadha ar-ra'ya, atakayeona uoni huo, zindiqun, huyo ni zindiki, mnafiki, huyo si muislamu, fi nadhari al-muslimina, katika uoni wa Uislamu. Sawa. Kwa hivyo ni maradhi yalipenyezwa ili kuwapatia hoja. Nifahamika, sisi maradhi hayakutupata kwa sababu tulikuwa mbali na markazi dola Bani Umayya. Sisi Uislamu uliingia Omani tokea karne ya kwanza katika mwaka wa 6 Hijria. Na Mtume صلى الله عليه وسلم alibashiria akasema, kama ile watasai Muslim, lau anna ahla Oman atait ma sabuka la dharabuka. Anamwambia sahaba wake aliyemtuma, lau kama wewe uliendea watu wa Omani ukawafikishia ujumbe wangu huo Uislamu, ukawaita katika Uislamu, wallahi ma dharabuka, wasingali kupiga wala kutukana. Kwa Uislamu uliingia mapema kwa khiari yake. Oman walikubali Uislamu kwa khiari yake. Na fitna za Bani Umayya na nani hapa hazipata nafasi hii. Iliyotokezea huko, wanavyoni Omani kubwa waliweka hukumu tu basi katika baadhi ya vitabu vyao. Tena hukumu zilizojengwa misingi ya uadilifu bila upendeleo. Aliangaliwa nani aliyepatia na nani akakosea, bila kuangalia fulani na fulani na fulani, hakuna. Kwa sababu Uislamu ulifundisha hivyo. Na hiyo tutazungumzia ndio mambo yako masahaba baadaye katika klipu yako ya pili. Hadha billahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yenu hapa Abu Hamid Hafidh Wafi, ikiwa ni jawabu yetu ya klipu ya kwanza alodai kwa maana tujibu ndugu Abu Khatim. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.